Inayotukumbusha juu ya upendo, unyenyekevu, amani, lakini pia kuwajali wengine. Kwa hiyo ndugu zangu, sikukuu hii naomba iwe na manufaa kwetu katika kutukumbusha mambo hayo ya kuwapenda wengine, kuwajali wengine, lakini pia kuilinda amani ya nchi yetu na kuwapenda watu wengine. Na kama kiongozi wenu ninachokiahidi ni kushirikiana na ninyi kwa manufaa yetu sote, lakini pia kusimama katika nafasi na serikali kuhakikisha tunatenda haki na tunawatumikia wananchi waliotutuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, mwezi wa kwanza tarehe 13 shule zitafunguliwa. Na leo nimeona watoto wamebatizwa kwa wingi. Ninawasihi ndugu washarika wenzangu, tuwapeleke watoto wetu shuleni, twende tuwaandikishe wanaokwenda darasa la kwanza na wanaokwenda kidato cha kwanza, twende tuwaandikishe, tuhakikishe watoto wetu wote wanakwenda shuleni. Sisi kama serikali ndani ya manispaa ya Bukoba tumejipanga kuhakikisha tunapokea wanafunzi kwa kiwango chochote kile. Najua yapo mapungufu, lakini tuko imara kuhakikisha tunayafanyia kazi ili watoto wote wanapopokelewa shuleni wawe katika mazingira rafiki, na tunawaomba wazazi muwalete ili wasome, kwa sababu elimu ni ufunguo wa nini? Elimu ni ufunguo wa maisha. Kwa hiyo nawaomba sana tuwapeleke watoto wetu shuleni, na baada ya muda mfupi tutapewa utaratibu kuhusiana na namna ya kuipata hiyo bima ya afya kwa wote. Lakini kitu kimoja ninachokisisitiza kupitia ibada ya leo ni kuwaomba washarika wenzangu na wananchi wote ndani ya manispaa ya Bukoba, taarifa hiyo itakapokuja tujitokeze kuhakikisha tunapata hiyo bima ya afya kwa wote, kwa sababu ndwara teraga gonjwa uwagi. Ukiwa una bima unapata fursa ya kupata matibabu kwa urahisi na kwa gharama nafuu. Bwana Yesu asifiwe.